walichokifanya Young Africans baada ya Diarra kuonyesha kiwango bora AFCON. Katika ulimwengu wa soka wanasema mlinda mlango mzuri ni nusu ya timu. Usemi huu umethibitika kuwa kweli mara baada ya kipa namba moja wa klabu ya Yanga Djigui Diarra kuonyesha kiwango cha daraja la juu akiwa na timu yake ya taifa ya Mali kwenye michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2025. Katika mchezo wa kusisimua uliokutanisha Mali dhidi ya miamba ya soka barani Afrika Morocco, Diarra amekuwa nguzo kote barani Afrika kufuatia uwezo wake wa ajabu wa kuokoa michomo ya hatari. Mchezo huo uliomalizika kwa sare ya bao 1-1 uliwashuhudia Morocco wakishambulia kama nyuki, lakini kila mara walikutana na ukuta wa chuma uliolindwa na kipa huyo maarufu kama screen protector, kwa jina wanalotumia wananchi Young Africans ama mashabiki wake. Diarra alifanya kazi ya ziada kuokoa mashuti makali ya mipira ya kichwa kutoka kwa washambuliaji hatari wa Morocco wanaocheza soka la kulipwa Ulaya. Umakini wake, uwezo wa kusoma mchezo na kuzuia michomo ya ana kwa ana, one on one, kulisaidia Mali kuondoka na pointi moja muhimu dhidi ya timu inayopewa nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Kufuatia kiwango hicho bora, klabu yake ya Yanga haikubaki nyuma katika kuonyesha fahari yao kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii. Yanga wamemposti Djigui Diarra wakijivunia kuwa ni kipa bora zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati anayetamba kwenye jukwaa kubwa la AFCON. Yanga wamesapoti picha mbalimbali za Djigui Diarra akiwa kazini zikionyesha ujasiri wake langoni, huku wakisindikiza na jumbe za sifa zinazosisitiza kuwa uwezo anaouonyesha timu ya taifa ndio ule ule anaoleta ndani ya jezi ya kijani na manjano. Mashabiki wa Yanga wamefurika kwenye maoni wakijinasibu kuwa ni kipa wa kimataifa ambaye sasa thamani yake imepaa maradufu. Kiwango cha Djigui Diarra ni salamu tosha kwa wapinzani wa Yanga katika michuano ya ndani na ile ya kimataifa. Inaonyesha kuwa Yanga imewekeza kwenye ubora wa hali ya juu. Diarra amethibitisha kuwa yeye si tu bora kwenye ligi kuu ya NBC bali ni mmoja wa makipa bora zaidi barani Afrika kwa sasa. Wakati AFCON ikiendelea, macho ya wadau na soka yataendelea kumtazama Djigui Diarra, huku Yanga wakiendelea kutabasamu kwa kuwa na mchezaji ambaye anaiwakilisha klabu hiyo kwa heshima kubwa katika ramani ya soka duniani. Hakika Djigui Diarra ni fahari ya Yanga na lulu kwa taifa la Mali. Baada ya kuendelea kufanya makubwa kwenye michuano ya AFCON, golikipa Djigui Diarra anaendelea kuonyesha kwa nini anahesabika kama mmoja wa makipa bora barani Afrika kwa sasa. Akitumikia timu ya taifa ya Mali, Djigui Diarra amekuwa ukuta imara, akifanya okozi za kiwango cha juu, kuokoa mikwaju hatari na kuipa Mali matumaini makubwa kwenye michuano hiyo. Katika kila dakika iliyokuwepo uwanjani, Diarra ameonyesha utulivu, uzoefu na ujasiri wa hali ya juu, sifa ambayo zimewafanya mashabiki wa soka barani Afrika kumtaja kama guardian wa mwisho wa Mali. Baada ya mng'aro huo, klabu yake Young Africans Yanga haikusita kupitia kurasa zao rasmi za mitandao ya kijamii. Yanga walimpongeza Djigui Diarra kwa ujumbe mzito wa fahari, wakionyesha jinsi wanavyojivunia kuwa na golikipa wa kiwango cha kimataifa ndani ya kikosi chao. Hakika tunajivunia sana mchango wa Djigui Diarra kwa taifa la Mali. Hongera kwa uwakilishi bora AFCON, endelea kung'ara. Ujumbe wa Yanga uliosambaa kwa kasi mitandaoni. Ujumbe huu uliamsha hisia kwa mashabiki wa Yanga ambao walijaza komenti kwa maneno ya pongezi, wakisema wazi kuwa Yanga wana bahati kubwa kuwa na Djigui Diarra langoni. Kwa Yanga, mafanikio ya Diarra AFCON sio tu fahari, bali ni uthibitisho wa ubora wa kikosi chao. Ni ishara kuwa klabu ina wachezaji wanaoweza kushindana kwenye majukwaa makubwa ya Afrika na dunia. Djigui Diarra si golikipa wa kawaida, ni nembo ya uthubutu, nidhamu na ushindi, na kwa sasa Mali wanajivunia, Yanga wanatabasamu na Afrika nzima inamtazama. Kama unajivunia wachezaji wa Yanga wanaoibeba Afrika, like, comment na subscribe kwa habari kali zaidi za soka la Afrika. Na hii ni Nile TV, usisite kuendelea kutufuatilia mtazamaji wetu wa Nile TV. Cha muhimu ni wewe kusubscribe, kulike, kucomment channel yetu ili uendelee kutupa motisha zaidi ya kuendelea kuletea taarifa mbalimbali kemkem za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kusalia na Nile TV kwa taarifa nyinginezo, na niliyekuandalia na kusomea taarifa hii
Ni mimi Liz wa Spoti, hadi wakati mwingine, endelea kusalia na NTV. Kwa heri.